Msichana asiye na makazi akiwa na tumbo linalouma kwa njaa, miguu imechoka na macho yaliyozoea kudharauliwa. Anakanyaga kitu barabarani. Anainama. Anaokota pochi nzito ya ngozi laini ya gharama yenye harufu ya maisha ambayo hajawahi kuyaishi. Anapoifungua, pumzi inamkwama. Fedha nyingi kuliko alizowahi kushika maishani. Kadi nyeusi na za dhahabu. Na ndani kuna jina ambalo kila mtu jijini analijua: tajiri mkubwa, mtu wa nguvu, mtu ambaye ukimkosea dunia inaweza kukugeukia. Sekunde moja tu angeweza kutoweka. Hakuna anayemwona. Hakuna anayejali. Na njaa yake inamwambia, chukua, kimbia, okoka. Lakini sauti nyingine ndani kabisa inamwambia kitu tofauti. Na uamuzi anaofanya hapo hapo katikati ya barabara, si tu kwamba unamtoa kwenye umaskini, unamvuta moja kwa moja kwenye vita ya siri, maadui wa ndani, ukweli wa kutisha na hatima ambayo hakuwahi kuota. Lakini kulikuwa na swali moja tu lililobaki. Je, Subira angechagua kuokoa maisha yake kwa pesa au kuokoa roho yake kwa uaminifu? Sikiliza hadithi hii hadi mwisho ili ujifunze. Tunaanza. Endelea nami na usisahau kupenda, kuandika maoni na kujisajili kama unaamini uamuzi mmoja mzuri unaweza kubadilisha kila kitu. Jua la asubuhi lilichomoza taratibu juu ya jiji, lakini halikumletea Subira joto. Aliamka nyuma ya duka lililofungwa la mikate, juu ya kipande cha boksi alichokikunja kwa uangalifu usiku uliopita. Ardhi ilikuwa baridi, tumbo lake lilimuuma kwa njaa. Hakuwa amekula tangu jana alasiri. Ni nusu ya mkate tu ambao mwanamke mwema alimpa. Subira alikuwa na umri wa miaka 19 tu, lakini maisha tayari yalikuwa yamezeesha macho yake. Aliosha uso wake kwenye bomba la maji la umma chini ya mtaa, kisha akafunga nywele zake nyuma kwa nadhifu. Ingawa nguo zake zilikuwa za zamani na zilizofifia, alijitahidi aonekane msafi. Leo, kama siku nyingine zote, angeendelea kutafuta kazi, si kuomba kazi. Alitembea kutoka dukani hadi dukani. Mama, unahitaji mtu wa kusafisha. Mzee, naweza kubeba mizigo. Naweza kuosha magari. Naweza kufua sakafu. Watu wengi walimpuuza. Wengine walimfukuza kwa mkono bila hata kuutazama uso wake. Wachache walitazama kanda mbili zake zilizochanika na kutikisa vichwa vyao. Ilipofika adhuhuri, jua lilikuwa kali. Barabara ilijaa makelele ya magari, honi na sauti za watu wasio na subira. Subira alisimama kando ya barabara ambako magari ya kifahari mara nyingi husimama mbele ya jengo refu la vioo lililokuwa ng'ambo ya barabara, shirika la kiwango, moja ya makampuni makubwa zaidi jijini. Hapo ndipo alipoiona. Gari refu jeusi liliingia na kusimama haraka. Mlango ukafunguliwa na mwanaume mrefu akashuka, akizungumza kwa hasira kwenye simu. Nilisema rekebisheni kabla ya mkutano, alinguruma. Hata kwa mbali, Subira aliweza kujua alikuwa mtu muhimu. Suti yake ilikuwa kali. Viatu vyake vilikuwa vinang'aa. Kila kitu kuhusu yeye kilisema mamlaka. Alitembea haraka kuelekea lango la kampuni bila kuangalia nyuma. Gari likaondoka. Kitu kidogo kilianguka karibu na mahali gari liliposimama. Mwanzoni hakuna mtu aliyekiona, lakini Subira alikiona. Alisogea karibu. Ilikuwa pochi. Pochi nene, nzito. Moyo wake ukaanza kupiga kwa kasi. Aliangalia pande zote. Barabara ilikuwa na shughuli, lakini hakuna aliyekuwa na habari. Aliinua taratibu. Ngozi yake ilikuwa laini na ya gharama. Alipoifungua, pumzi yake ikakwama kooni. Fedha. Fedha nyingi sana. Noti zilizokunjwa kwa nadhifu zilijaza upande mmoja. Upande mwingine kulikuwa na kadi zinazong'aa, nyeusi na za dhahabu. Kulikuwa pia na kadi ya utambulisho. Juma Kiwango, mkurugenzi mkuu. Vidole vyake vilitetemeka. Juma Kiwango. Kila mtu alijua jina hilo. Mmoja wa wanaume matajiri zaidi jijini. Wengine walisema anamiliki nusu ya jiji. Subira alimeza mate kwa nguvu. Hiyo fedha ingeweza kumpangishia chumba kidogo. Ingeweza kununua chakula cha miezi mingi. Ingeweza kubadilisha maisha yake ndani ya usiku mmoja.
Hakuna mtu aliyemwona akiichukua. Hakuna mtu angejua. Hebu nisitishe hapa kidogo, nataka kujua kitu. Uko wapi sasa hivi unaposikiliza simulizi hii? Upo njiani kwenye daladala au boda boda? Upo kazini kimya kimya? Upo nyumbani umelala kitandani? Au labda unaosha vyombo au unapika? Niandikie maoni, unasikiliza wapi? Halafu kama hii simulizi inakushika na unaona kuna funzo ndani yake, bonyeza subscribe sasa hivi, inanisaidia sana kufikisha hadithi hizi kwa watu wengi zaidi. Na usisahau kujisajili ili kila simulizi mpya ikitoka iwe ya kwanza kukufikia. Kikundi cha wavulana vijana karibu kilimwona akitazama ndani ya pochi. Hebu mmoja wao akanong'ona, una bahati. Huo ndio mpenyo wako. Kimbia kabla mtu hajakuona. Mwingine akacheka. Subira akaifunga pochi taratibu. Tumbo lake likanguruma kwa uchungu. Aliwaza chakula cha moto, kitanda laini, nguo mpya, usalama. Kisha akawaza kitu kingine. Sauti ya mama yake. Hata kama ni maskini, hatupaswi kuwa wezi. Macho ya Subira yakajaa machozi. Alikuwa maskini lakini hakuwa mwizi. Bila kufikiri sana, kwa sababu angefikiria sana angeweza kubadilisha uamuzi, akageuka kuelekea jengo refu la vioo ng'ambo ya barabara. Shirika la kiwango. Miguu yake ilihisi dhaifu alipokuwa akitembea kuelekea lango kubwa. Walinzi walisimama nje wakiwa wamevaa sare za giza, wakimwangalia kila mtu kwa makini. Watu waliovaa suti waliingia na kutoka kwa kujiamini. Subira akakaza mkono wake kwenye pochi. Alipokaribia lango, mmoja wa walinzi akamzuia. Unafikiri unaenda wapi? Akauliza kwa baridi, akiangalia kanda mbili zake zilizochanika. Mimi nahitaji kurudisha kitu, Subira akasema kwa sauti ya chini. Mlinzi akakunja macho. Una nini hapo? Akaifungua kidogo kuonyesha kadi ya utambulisho. Uso wa mlinzi ukabadilika papo hapo. Kabla hajaeleza, mlinzi akamkamata Subira mkono kwa nguvu. Mwizi, akapiga kelele. Ndani ya sekunde mlinzi mwingine akakimbia. Watu wakaanza kutazama. Wengine wakatikisa vichwa kwa kudharau. Mimi si mwizi. Subira akalia. Nimeikuta barabarani. Lakini hakuna aliyesikiliza. Wakamburuta kuelekea ofisi ya ulinzi. Ndani ya jengo ghorofa ya juu, Juma Kiwango alisimama karibu na dirisha la ofisi yake, bila kujua kwamba msichana aliyewachagua uaminifu badala ya njaa alikuwa karibu kubadilisha maisha yake milele. Ghorofa ya chini, moyo wa Subira ulipiga kwa nguvu sana mlango wa chumba cha ulinzi ulipopigwa na kufungwa kwa kishindo. Moyo wa Subira ulipiga kwa sauti kubwa kiasi kwamba hakuweza kusikia kitu kingine. Mlinzi alisimama pembeni yake kana kwamba yeye ni mhalifu. Vifundo vya mikono yake bado viliuma kwa mshiko mkali. Macho yake yalikuwa mekundu, lakini alikataa kulia tena. Juma Kiwango alisimama mbele yake, mrefu na baridi, macho yake makali yakimchunguza kuanzia kichwani hadi miguuni. Basi, akasema tena kwa utulivu. Ulidhani unaweza kuniibia? Sikuiba, Subira akasema haraka. Sauti yake ilitetemeka, lakini alijilazimisha kumtazama. Niliikuta barabarani baada ya gari lako kuondoka. Juma hakusema chochote. Akanyoosha mkono. Nipe. Subira akasogea polepole na kuiweka pochi kwenye kiganja chake. Chumba kikawa kimya. Juma akaifungua. Akaangalia kwanza fedha taslimu, bado zipo. Akapitia kadi, zote zipo. Taya yake ikakaza kidogo. Akatoka kipande cha karatasi kilichokunjwa kwenye kona iliyofichika ndani ya pochi. Ujumbe mdogo mweupe uliokuwa umebanwa ndani. Akausambaza. Uso wake ukabadilika kwa sekunde moja. Kisha ukarudi kawaida. Walinzi wakaonekana kuchanganyikiwa. Mzee mmoja wao akauliza. Juma akaifunga pochi kwa utulivu. Ulichukua kiasi gani? Akamuuliza Subira. Hakuna, Subira akajibu mara moja. Juma akasogea karibu. Kulikuwa na ujumbe mdogo mweupe ndani, akasema kwa sauti ya chini. Uliandikwa nini? Subira akapepesa macho. Akameza mate.
Uliandika usimwamini mtu yeyote kwenye mkutano. Chumba kikanyamaza kabisa. Walinzi wakaangaliana. Ujumbe ule ulikuwa wa siri. Hakuna mtu mwingine aliyekuwa anaujua. Juma akamtazama kwa muda mrefu. Subira alikuwa amesema kweli. Kama angekuwa anataka kuiba, angechukua fedha na kutoweka. Kama angekuwa anataka kudanganya, asingejua kuhusu ujumbe. Akageuka kwa walinzi. Ondokeni. Wakasita kwa sekunde, kisha wakatoka nje. Sasa walibaki wawili tu, bilionea na msichana asiye na makazi. Subira alijisikia mdogo ndani ya chumba kikubwa. Hewa ilinukia gharama. Kila kitu kilionekana kimepangiliwa kwa kung'aa na nguvu. Juma akamchunguza kwa makini. Kwa nini hukuibaki nayo? Akauliza. Subira akatazama kanda mbili zake zilizochanika. Kwa sababu si yangu. Wewe huna makazi, Juma akasema moja kwa moja. Subira akatikisa kichwa. Wewe una njaa. Akatikisa kichwa tena. Na bado umeirudisha. Sauti ya Subira ikawa ya chini lakini thabiti. Mama yangu alikuwa akisema, tukipoteza uaminifu wetu, tunapoteza kila kitu. Kwa mara ya kwanza, uso wa Juma ulilegea kidogo. Akaingiza mkono kwenye pochi, akatoa fungu zito la fedha na akamnyoshea. Chukua. Subira akatazama fedha. Tumbo lake likajikunja tena. Fedha ile ingeweza kubadilisha kila kitu. Lakini polepole akatikisa kichwa. Sizitaki. Nyusi za Juma zikapaa. Utaki fedha? Nataka kazi, Subira akasema kwa sauti ya chini. Kazi yoyote. Naweza kusafisha. Naweza kukimbiza shughuli. Naweza kuosha sakafu. Nahitaji tu nafasi. Juma akamtazama tofauti sasa. Watu wengi huomba pesa. Yeye alikuwa anaomba heshima. Juma akatembea hadi dirishani na kusimama kwa muda akifikiri. Nje, jiji lilitembea kwa kasi na kelele. Ndani, ukimya ulijaa chumbani. Hatimaye akageuka. Njoo kesho saa 2 asubuhi, akasema. Utaanza kwenye idara ya matengenezo. Macho ya Subira yakapanuka. Kweli? Ndiyo, lakini sikiliza kwa makini, akaongeza. Huu si msaada wa bure. Utafanya kazi kwa bidii. Ukikosea mara moja tu, umeondoka. Machozi yakajaa tena machoni mwake, lakini safari hii yalikuwa tofauti. Asante, mzee, akanong'ona. Juma akabonyeza kitufe mezani kwake. Mlango ukafunguliwa na msaidizi wake akaingia. Mwanamke mwenye sura kali na macho baridi. Usajili taarifa zake, Juma akasema kwa ufupi. Mfanyakazi wa muda. Msaidizi akashangaa. Mzee, yeye. Kuna tatizo? Juma akauliza kwa utulivu. Hapana mzee, akasema haraka, ingawa macho yake yalichoma kwa chuki alipomtazama Subira. Subira alihisi chuki, hukumu. Alipomfuata msaidizi kutoka ofisini, alisikia minong'ono tayari inaanza koridoni. Ni nani huyo? Anaonekana kama ametoka barabarani. Kwa nini Bwana Kiwango amwajiri mtu kama huyo? Subira aliinamisha kichwa. Hakujali maneno yao. Alikuwa na kazi. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi alikuwa na tumaini. Lakini ghorofa ya juu ndani ya ofisi yake, Juma akaifungua tena pochi na kutazama ule ujumbe mweupe uliokunjwa. Usimwamini mtu yeyote kwenye mkutano. Taya yake ikakaza. Mtu ndani ya kampuni yake alikuwa anapanga kitu. Na kwa namna fulani, msichana asiye na makazi aliyerudisha pochi yake alikuwa ametembea moja kwa moja katikati ya jambo hilo. Ghorofa ya chini, Subira alipokuwa akitoka nje ya jengo, msaidizi akatoa simu yake. Anakuja kesho, akanong'ona kwa hasira kwa mtu aliyekuwa upande wa pili. Ndiyo, yule msichana wa barabarani. Tunahitaji kushughulikia hili kabla hajazoea sana. Subira hakuwa na habari. Aliondoka akiwa anatabasamu kwa upole, bila kujua kwamba kazi yake mpya haikuwa tu fursa. Ilikuwa mwanzo wa dhoruba. Subira hakulala sana usiku huo. Alikuwa na msisimko mno. Aliendelea kurudia maneno yale kichwani. Njoo kesho saa 2 asubuhi.
Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi alikuwa na mahali pa kwenda. Kabla ya kuchomoza kwa jua, aliosha kwa uangalifu kwenye bomba la maji la umma. Aliazima blauzi rahisi kwa muuza matunda wa mtaani aliyempenda na akasafisha sketi yake iliyofifia kadiri alivyoweza. Kanda mbili zake bado zilikuwa zimechakaa, lakini zilikuwa safi. Alipofika shirika la kiwango, jengo lilionekana kubwa zaidi kuliko jana. Watu waliovaa suti walipita karibu yake kwa kujiamini. Wengine walimtazama, wengine wakinong'ona, lakini safari hii hakurudi nyuma. Aliingia ndani. Yule msaidizi mwenye macho baridi wa jana alisimama kwenye dawati la mapokezi. "Umechelewa," mwanamke akasema kwa ukali. Subira akatazama saa iliyokuwa juu ya ukuta. Saa 1:55 asubuhi. "Samahani mama," Subira akasema kwa sauti ya chini. Midomo ya mwanamke ikakaza. "Nifuate." Akampeleka Subira kupitia korido ndefu zinazong'aa hadi idara ya matengenezo nyuma ya jengo. Harufu ilibadilika pale. Kulikuwa na manukato kidogo na kemikali za usafi zaidi. "Hapa ndipo panapokufaa," msaidizi akasema kwa baridi. "Utasafisha ofisi, utabeba mafaili na utakimbiza shughuli. Usiongee isipokuwa umezungumzwa." Subira akatikisa kichwa. Hakujali kazi ngumu. Alihitaji tu nafasi. Msimamizi wa makamo wa umri wa kati akampa mpapai na orodha ya vyumba. "Anza ghorofa ya 3," akasema bila kumtazama. "Na usiharibu kitu." Kazi yake ya kwanza ilikuwa kusafisha chumba kikubwa cha mikutano. Meza ilikuwa ndefu na iliyong'aa. Viti vilikuwa vizito na vya gharama. Alifanya kwa uangalifu, kuhakikisha hagusi kitu chochote muhimu. Lakini alipomaliza na kutoka nje, wafanyakazi wawili wa kike wakamzuia njia. "Wewe ndiye yule msichana wa barabarani, sivyo?" mmoja akasema kwa tabasamu la kejeli. Subira hakusema chochote. "Usidhani wewe ni wa pekee kwa sababu bosi amekupa kazi," mwingine akaongeza. "Wewe bado ni msafishaji tu." "Nipo hapa kufanya kazi," Subira akajibu kwa utulivu. Wakacheka na kuondoka. Ilipofika alasiri, alikuwa amesafisha ofisi 6. Mgongo wake ulimuuma. Mikono yake ilikuwa mikavu kwa kemikali, lakini hakulalamika. Kisha kitu cha ajabu kikafanyika. Aliingia kwenye ofisi moja ya binafsi, ghorofa ya 4. Mlango ulikuwa umeachwa wazi kidogo. Hakukuwa na mtu ndani. Juu ya dawati kulikuwa na faili wazi. Hakuwa anajaribu kuangalia, lakini kichwa cha habari kimoja kilikamata macho yake. Mkutano wa dharura wa bodi. Hatari ya kifedha na uvujaji wa ndani. Moyo wake ukaruka. Akakumbuka ule ujumbe mweupe ndani ya pochi. "Usimwamini mtu yeyote kwenye mkutano." Akasogea karibu kidogo tu ili aelewe maana yake. Hati ilitaja kiasi kikubwa cha fedha kupotea. Ilitaja tuhuma kwamba kuna mtu ndani ya kampuni. Ghafla sauti ikasema, "Unafanya nini?" Subira akagandia. Mwanaume mrefu mwenye suti ya kijivu alisimama mlangoni. Uso wake ulikuwa mkali na hauna urafiki. "Mimi nilikuwa nasafisha," Subira akasema haraka. "Kusafisha au kuchunguza?" akauliza kwa baridi. "Sikugusa kitu." Akatembea hadi dawati na kutazama faili lililo wazi, macho yake yakawa meusi. "Hukutakiwa kuona haya." "Sikuwa na nia." "Ulinzi!" akapiga kelele ghafla. Ndani ya sekunde walinzi wawili wakaonekana. Kifua cha Subira kikakaza. "Sio tena," akawaza. Alikuwa anapitia nyaraka za siri, mwanaume akasema kwa msisitizo. "Huenda ametumwa na mtu." "Hiyo si kweli." Subira akalia. Faili lilikuwa tayari wazi, lakini hakuna aliyesikiliza. Wakamburuta chini hadi ofisi ya msimamizi. Moyo wake ukavunjika. Je, huu ulikuwa uamuzi mbaya? Je, hakupaswa kamwe kuikimbia barabara? Muda mfupi baadaye, Juma Kiwango akaingia chumbani. Akatazama walinzi kisha akamtazama Subira. "Imekuwaje?" akauliza kwa utulivu. Alikuwa anachunguza mafaili ya siri. Mwanaume wa suti ya kijivu akasema, "Hili ni jambo zito." Juma akageuka kwa Subira. "Ulifungua faili?"
Subira akasema kwa uaminifu, hapana mzee. Lilikuwa tayari wazi. Nilikuwa nasafisha. Niliona tu kichwa cha habari. Na kilisema nini? Juma akauliza kwa sauti ya chini. Subira akasita. Kisha akajibu kwa uangalifu. Kitu kuhusu hatari ya kifedha na uvujaji wa ndani. Mwanaume wa suti ya kijivu akakaza mwili. Juma aliona. Akawatazama walinzi. Ondokeni. Wakatoka nje. Sasa walibaki wao watatu tu. Juma akauchunguza uso wa Subira. Kulikuwa na hofu lakini si hatia. Akageuka polepole kwa mwanaume wa suti ya kijivu. Kwa nini faili la siri linaachwa wazi kwenye ofisi isiyofungwa? Akauliza. Mwanaume hakusema chochote. Ukimya ukajaa chumbani. Hatimaye Juma akasema, Subira, rudi kazini. Macho yake yakapanuka. Mzee, umesikia? Subira akatikisa kichwa haraka na kukimbia nje kabla mtu yeyote hajabadili mawazo. Lakini alipokuwa anarudi koridoni, alihisi baridi ikishuka mgongoni. Mwanaume wa suti ya kijivu alikuwa anamkodolea macho, si kwa hasira bali kwa onyo. Na alipoinua tena mpapai wake, alimsikia akinong'ona chini ya pumzi. Huyu msichana atakuwa tatizo. Subira hakujua bado, lakini alikuwa ameingia kwenye kitu kikubwa zaidi ya kusafisha sakafu, na mtu ndani ya jengo tayari alikuwa anapanga anguko lake. Subira alijaribu kuzingatia kazi, lakini mikono yake haikuacha kutetemeka. Mwanaume wa suti ya kijivu hakuondoa macho yake kwake mchana wote. Hata alipokuwa akisafisha mbali kabisa koridoni, aliweza kuhisi macho yake yanachoma mgongo wake. Alimaliza kazi zake kimya kimya na akaepuka kuangalia mtu yeyote. Lakini kabla hajaondoka siku hiyo, yule msaidizi mwenye macho baridi akaonekana tena. Bwana Kiwango anataka kukuona, akasema kwa sauti tambarare. Moyo wa Subira ukadondoka. Je, amekosea tena? Akamfuata msaidizi juu ghorofani. Safari hii korido ilihisi ndefu zaidi. Hewa ilihisi nzito zaidi. Alipoingia ofisini kwa Juma alikuwa amesimama dirishani akiangalia chini jiji. Funga mlango, akasema kwa utulivu. Subira akaufunga. Kwa muda ukimya. Kisha Juma akageuka kumtazama. Umeona kitu leo? Akasema. Ndiyo, mzee. Niambie hasa ulichokiona. Subira akameza mate. Niliona faili juu ya dawati. Lilikuwa wazi. Nilisoma tu kichwa cha habari. Kilisema kitu kuhusu hatari ya kifedha na uvujaji wa ndani. Uso wa Juma haukubadilika. Uligusa. Hapana, mzee. Kuna mtu aliyekuambia uliangalie? Hapana. Juma akamchunguza kana kwamba anajaribu kusoma mawazo yake. Subira akasema kwa sauti ya chini, kampuni hii si tulivu kama inavyoonekana. Kuna watu hapa wanaotabasamu mbele yangu na kunisaliti nyuma yangu. Subira alisikiliza kwa makini. Umeingia kwenye jambo nyeti, akaendelea. Na kwa sababu wewe ni mpya na ni rahisi kulaumiwa, sasa wewe ni shabaha. Kifua chake kikakaza. Shabaha? Ndiyo. Kama fedha zitaendelea kupotea, watakutuhumu. Wewe ni maskini. Wewe ni mpya. Una mtu wa kukutetea. Ukweli uliuma, lakini alijua Juma yuko sahihi. Nifanye nini? Akauliza kwa sauti ya chini. Kaa huonekani, Juma akajibu. Fanya kazi yako. Usimwambie mtu yeyote kuhusu ulichoona. Usimwamini mtu yeyote. Subira akatikisa kichwa. Ndiyo, mzee. Alipogeuka kuondoka, Juma akaongeza, na Subira akasimama. Kuwa mwangalifu. Maneno hayo mawili yakamfuata hadi chini. Jioni ile alimaliza kazi kuchelewa kuliko kawaida. Anga lilikuwa tayari limeingia giza. Taa za jengo zilimng'aa nyuma alipokuwa anarudi kuelekea mtaa ambako kwa kawaida hulala. Alikuwa amechoka, lakini akili yake haikutulia. Mtu ndani ya jengo hilo alikuwa anaiba fedha, na mtu tayari alikuwa anajaribu kumfanya aonekane mwenye hatia. Alipofika kwenye kona ndogo nyuma ya duka la mikate ambako aliweka vitu vyake vichache, aliganda. Boksi lake lilikuwa halipo.
Mfuko mdogo uliokuwa na blauzi yake ya ziada ulikuwa haupo. Shuka nyembamba aliyotumia usiku ilikuwa haipo. Badala yake kulikuwa na majivu, vipande vya kitambaa vilivyoungua. Magoti yake yakawa dhaifu. Akakaa chini polepole. Hapana, akanong'ona. Mtu alikuwa amepata mahali alipolala. Mtu alikuwa ameharibu vitu pekee alivyokuwa navyo. Machozi yakamtiririka. Hili halikuwa la bahati mbaya. Lilikuwa onyo. Ondoka, ujumbe ulisema bila maneno. Mwili wake ulitetemeka alipokuwa amejikumbatia. Hakuwa na mahali pengine pa kwenda. Alipokuwa amekaa hapo kwa mshtuko, alisikia hatua nyuma yake. Akafuta machozi haraka na kugeuka. Ilikuwa yule muuza matunda mzee aliyemazima blauzi asubuhi ile. Mwanangu, mwanamke akashtuka. Nini kimetokea hapa? Subira hakuweza kuzungumza. Mwanamke akatazama majivu na kutikisa kichwa taratibu. Watu wengine hawawezi kuvumilia moyo mwema, akanong'ona. Subira alihisi kitu kinavunjika ndani yake. Nilitaka tu kufanya kazi, akanong'ona. Kwa nini matatizo yanaendelea kunifuata? Mwanamke akaweka mkono wake bega la Subira kwa upole. Kwa sababu mwanga huvutia giza, akasema kwa sauti ya chini. Wakati huo huo, ng'ambo ya barabara, gari jeusi lilikata na kusimama kidogo. Ndani ya gari, mtu alimwangalia kupitia vioo vyeusi. Yule mwanaume wa suti ya kijivu. Akatabasamu kidogo. Ataacha hivi karibuni, akajinong'oneza, lakini hakumjua Subira. Subira akafuta machozi taratibu na kusimama. Alishawahi kupoteza kila kitu. Aliwahi kuishi hali mbaya zaidi. Kama walitaka aondoke, wangelazimika kujaribu zaidi. Alichokosa kujua ni kwamba huu ulikuwa mwanzo tu. Kwa sababu adui ndani ya jengo hakuwa anajaribu kumtisha tu. Walikuwa wanaandaa kitu kikubwa zaidi. Na karibuni sana, Subira angelazimika kuchagua kati ya kukimbia au kupambana. Usiku huo, Subira hakulala. Alikaa karibu na majivu ya vitu vyake vilivyoungua, akiyakumbatia magoti yake. Upepo wa baridi uligusa ngozi yake, lakini hakuhisi sana. Akili yake ilikuwa na kelele kuliko usiku. Mtu alikuwa amemfuata. Mtu alikuwa amepata kona ndogo aliyoiita nyumba. Hili halikuwa kosa. Lilikuwa onyo. Acha kampuni, majivu yalionekana kunong'ona. Kwa muda alifikiria kuacha. Maisha ya barabarani tayari yalikuwa magumu. Kwa nini kuongeza hatari? Lakini kisha akakumbuka jinsi wafanyakazi walivyomtazama, jinsi walivyotarajia afeli. Akienda sasa, wao wangeshinda. Kabla ya kuchomoza kwa jua, yule muuza matunda mzee, Mama Zuhura, akarudi na mfuko mdogo wa nailoni. Chukua hiki, akasema kwa upole. Ndani kulikuwa na kanga nyembamba, mkate mmoja na chupa ndogo ya maji. Macho ya Subira yakajaa machozi. Kwa nini unanisaidia? Akauliza kwa sauti ya chini. Mama Zuhura akatabasamu. Kwa sababu mtu aliwahi kunisaidia nilipokuwa sina chochote. Subira akashika mkate kwa nguvu. Sielewi kwa nini hili linaendelea kutokea, akanong'ona. Mama Zuhura akamtazama kwa makini. Labda ni wakati uache kubeba kila kitu peke yako. Ulikuwaje kabla ya barabara? Mama Zuhura akauliza. Subira akasita. Hakuwahi kumwambia mtu yeyote, lakini maneno yakaanza kutoka taratibu. Wazazi wangu walikufa nilipokuwa na miaka 16, akasema kwa sauti ya chini. Ajali ya gari. Nilienda kuishi kwa mjomba wangu, akapumua. Alisema atanihudumia. Lakini fedha zilipobana, alisema mimi ni mzigo. Siku moja alinisingizia nimeiba kwake. Macho ya Mama Zuhura yakapanuka. Sikuiba kitu, Subira akaendelea. Lakini alinipiga na kunifukuza. Hakuna aliyeniamini. Sauti yake ikapasuka. Hiyo ndiyo mara ya kwanza mtu aliniita mwizi. Sasa shirika la kiwango, historia inajirudia. Mama Zuhura akagusa bega lake kwa upole. Nisikilize mwanangu. Watu wakishindwa kukutawala, hujaribu kukuangamiza. Lakini usiruhusu waandike upya hadithi yako. Subira akatikisa kichwa polepole. Akafuta machozi. Sitakimbia.
Asubuhi ile alienda kazini kama kawaida, lakini kitu kilikuwa tofauti. Alipofika, minong'ono ikamfuata tena, safari hii kwa sauti kubwa. Analala nje. Labda alijichomea vitu mwenyewe. Anatafuta huruma. Aliwapuuza. Ilipofika alasiri, Baraka, msimamizi wake, ghafla akamuita ofisini kwake. Fedha zimepotea kwenye akaunti ya vifaa, akasema kwa baridi. Na nani alisaini karatasi ya mwisho ya kupokea mzigo? Moyo wa Subira ukadondoka. Sishughulikii fedha, akasema haraka. Lakini jina lako lipo hapa, Baraka akasema, akimwonyesha karatasi. Subira akaitazama. Ilikuwa saini yake. Lakini hakuwahi kusaini kitu kama hicho. Hili si sahihi, akanong'ona. Mtu fulani. Ulinzi. Baraka akapiga kelele. Kifua chake kikakaza tena. Sio tena. Muda mfupi baadaye, Juma akaingia ofisini. Alionekana makini. Kuna nini? Akauliza. Fedha zimepotea, Baraka akajibu, na jina lake lipo kwenye nyaraka. Juma akageuka kwa Subira. Ulisaini hii? Subira akamtazama kwa uaminifu wa kukata tamaa. Hapana mzee. Naweza kuandika jina langu, lakini huo si mwandiko wangu. Mtu ananitungia. Ukimya ukajaa. Juma akauchunguza karatasi kwa makini. Kisha akatazama mikono ya Subira. Andika jina lako, akasema kwa utulivu. Subira akachukua kalamu na akaandika polepole, Subira. Mwandiko ulikuwa tofauti wazi wazi. Baraka akasogea kwa kukosa raha. Taya ya Juma ikakaza. Ondoka, akamwambia Baraka. Mlango ulipofungwa, Juma akamtazama Subira tena. Ulikuwa sahihi, akasema kwa sauti ya chini. Unalengwa. Subira akameza mate. Kwa nini? Akauliza kwa sauti ya chini. Kabla hajajibu, simu ya Juma ikatetemeka. Akasoma ujumbe. Uso wake ukawa mweusi. Kisha akamwonyesha skrini. Nambari isiyojulikana. Mwambieni msichana wa barabarani aache kazi. Mara ijayo hatutachoma nguo, tutachoma kitu kingine. Damu ya Subira ikawa baridi. Jioni ile alipokuwa anatoka kazini, wavulana wawili waliovaa barakoa wakatokea kwenye kona yenye giza karibu na barabara. Mmoja akamvuta mkono kwa nguvu. Acha hiyo kampuni, akanong'ona kwa ukali. Vinginevyo utajuta. Wakamsukuma chini na kukimbia. Kiwiko chake kikakwaruzwa na barabara mbaya. Maumivu yakapanda mkononi, lakini hakulia. Alisimama polepole. Ng'ambo ya barabara, mlango wa gari ukagongwa na kufunguliwa kwa nguvu. Juma alikuwa ameona yote. Akakimbia kumfikia. Umeumia? Akauliza kwa ukali. Subira akatikisa kichwa, ingawa mkono wake ulikuwa unavuja damu. Juma alionekana mwenye hasira. Hili limezidi, akanong'ona. Subira akamtazama. Kwa mara ya kwanza aliona kitu tofauti machoni mwake. Sio mashaka, sio umbali, ulinzi. Lakini hakuna hata mmoja wao aliyekuwa anajua kwamba watu nyuma ya vitisho hivi hawakuwa tu wafanyakazi wenye hasira. Walikuwa wamefikia mwisho. Na watu waliokata tamaa walikuwa hatari. Dhoruba ndani ya shirika la kiwango haikuwa tena kimya. Na Subira alikuwa amesimama katikati yake. Gari la Juma lilikuwa kimya lilipokuwa likipita mjini jioni ile. Subira aliketi kiti cha nyuma, akishika kitambaa safi kwenye kiwiko chake kinachovuja damu. Hakuwahi kukaa ndani ya gari la gharama namna ile. Viti vilikuwa laini, hewa ilinukia usafi, lakini moyo wake ulikuwa mzito. Mimi niko sawa, mzee, akasema kwa sauti ya chini. Uko sawa, Juma akajibu kwa udhabiti kutoka mbele. Taya yake ilikuwa imekaza. Mikono yake ilishika usukani kwa nguvu kuliko ilivyohitajika. Hakuna aliyewahi kumtetea namna hii kabla. Hapa sio mwisho wa simulizi hii. Kama unataka pati tu, niambie kwenye comment nami nitaiweka sasa hivi. Na nakuomba ulike na usubscribe kwenye chaneli yangu. Umesha subscribed? Asante sana.